neema ya kujua, ili tuweze kuwa na akiba wakati wa uhitaji, wakati wa shida. Kama maandiko yanavyosema, tukizimia wakati wa shida, ina maana nguvu zetu ni kidogo. Maana yake nini? Tukianza kutabika wakati hatuna kazi, wakati hatuna biashara, maana yake nini? Akiba yako haikuwepo, au kuwa na akiba, au kuwa na akiba. Mwanzo 41, miaka 7 ya njaa, hawakupata shida kwa sababu miaka 7 ya neema walikuwa na akiba, waliweka akiba. Kwa hiyo mimi na wewe tusifanye kazi za mazoea. Dunia sasa imebadilika sana, tuna fursa nyingi ambazo Mungu ametuwekea. Tuna teknolojia mbalimbali ambazo zinakuwezesha kuweza kujiwekea akiba kwa njia ya simu yako, kwa njia ya mabenki, kwa njia ya uwekezaji wa aina mbalimbali, kwa njia, kuna mwingine ana hela kabisa kununulia kiwanja, hata kama ni kidogo. Kiwanja kinapanda thamani kila siku. Mungu akupe neema, hekima ya kujiwekea akiba. Usifanye kazi wala biashara mpaka unazeka, hauna hata viwanja 10, viwanja 20, hata mashamba. Maana leo tunanunua viwanja bei ghali, kuna watu walinunua bei ya chini sana. Hebu Mungu akufungulie. Omba hiyo hekima ambayo ilifanya kazi kwa Yusufu na akaweza kuokoa nchi yote ya Misri, wasiweze kufa na njaa, wasiweze kufa na njaa. Kuna njaa ya kiroho, kuna njaa ya kimwili. Usipokuwa mwombaji sasa, wakati una nguvu, sasa hivi umelala, kuna siku nakwambia utatafuta usingizi au utaupata. Sasa hivi una kazi, kuna siku utaitafuta kazi au utaipata, lakini akiba uliyoweka itakutetea, itakupigania. Na ndio maana zile akiba zetu ndogo ndogo za maombi waga zinatusaidia na sisi, na Roho Mtakatifu ndani yetu waga anatusaidia kuomba kusikoweza kutamkikwa, maana anajua kutusaidia madhaifu yetu. Huko kwenye ndoto unapigana na watu, yule Roho wa Mungu ndani yako na yale maombi ambayo unaombaga siku zote yanaanza kuinuka. Unashangaa, unapigana kwenye ndoto na bado unashinda. Ina maana hata kama unashindwa kwenye ndoto, ina maana wewe, maombi yangu, maombi yako, na maana yako chini. Ongeza moto ndani yetu, ongeza moto. Mruhusu Roho Mtakatifu akusafishe, kama anavyosema kwenye kitabu cha Malaki sura ya 3, anakuja kama moto ili aweze kutusafisha, anakuja kama sabuni ili aweze kututakasa. Hebu usikubali utembee na kuishi maisha ambayo yako mbali na uwepo wa Mungu. Yusufu aliokoa sio Misri peke yake, aliokoa na mataifa mengine yote. Akiba yako na nafasi yako inaokoa watu wengi sana katika maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba usipoiandaa kesho yako itakuwa ni majonzi. Na ndio maana tumesema leo tunaomba kwa ajili ya hii wiki. Tusipoiombea hii wiki, hatuwezi kumaliza kwa ushindi. Tusipoitamkia matamko ya kinabii kwa mkono wa Mungu na kwa nguvu ya Mungu, nakwambia tutaanza wiki kama kawaida na kumaliza wiki kama kawaida. Hujai kuona watu wanafanya kazi kwenye maeneo ambayo mishahara haipandi, hawezi kuacha hiyo kazi, yaani hakuna maendeleo, lakini hawezi kuacha kazi, sio akili yake. Na ndio maana Waefeso 1:17 anasema, na Mungu awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Usipomjua Mungu wako unayemtumikia, unayemwamini, aliyekuokoa, nakwambia utafanya kazi, utafanya biashara, hakuna faida yote unayoipata. Watu wanafanya kazi huko, hata kama ni kazi ya nyumba, hata kama ni kazi za kwenye maduka, hata kama ni kazi za mali, kazi yoyote hiyo ya ndani, unahitaji ufunuo wa Mungu, unahitaji ufunuo wa Mungu. Maandiko yanatuambia binti mmoja kutoka
Israeli kutoka Yuda aliweza kumwokoa jemedari Naamani kwa ukoma wake, kwa sababu alimwambia, ukienda kwenye nchi yangu yuko nabii wa Mungu ambaye akikutamkia na ukoma ule utatoweka. Wewe unadhani yule binti baada ya kufanya ile jambo na yule jemedari kuponywa na ukoma, unadhani mshahara wake ulibaki vile vile? Unadhani baraka zake zilibaki vile vile? Hakuna, baraka zilibadilika. Jana mama mchungaji mmoja alikuwa ananiambia, kwenye ofisi moja mama mmoja alikuwa ni mfanye usafi tu ofisi, lakini alikuwa anaombea ofisi, anashika viti vya wafanyakazi anavyombea. Sasa huyu ni mwombaji. Ina maana kama ofisi yenu ina mfanyakazi ambaye hajaokoka, anatumika na wachawi na waganga, kila ukikalia kiti cha ofisini unachoka, unanyong'onyea, moyo wa kufanya kazi unakuwa haupo, roho ya kuacha kazi inakuwa ni kubwa, mashambulizi yanakuwa makubwa. Na ndio maana tunahitaji wacha Mungu kwenye kila eneo. Mama yule alikuwa ni mfanya usafi tu kwenye ile ofisi, lakini alikuwa anatamka baraka, akamtamka